Karibu visiwani Zanzibar, mahali ambako leo hii ndiko inakokwenda kuandikwa historia nyingine kwa ardhi ya Tanzania, kuandaa, kupokea na kuwa wawakilishi wa kipekee kwenye sehemu ambayo kombe la CAF linakwenda kuwekwa rasmi. Nakumbuka mara ya kwanza ni mwaka 1993 kama ambavyo historia pamoja na records zinatueleza. Simba walikuwa wa kwanza mwaka huo, mwaka 1993. Mwaka 2022 timu ya wananchi, nawazungumzia Young Africans, walicheza fainali kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, wakapoteza magoli 2-1 wakicheza na timu nzuri sana ya USM Alger. Hatimaye wananchi wakasafiri kuelekea mjini Algeria kwenye mji wa Algiers na wakawa wameshinda goli 1-0 iliyofungwa na mchezaji wa Kikongo Juma Shabani ambaye alikuwa anahudumu kwenye kikosi cha wananchi, na Yanga wakawa wameondolewa kwa goli kwa ule mfumo wa kikanuni, kwa maana kwamba 2-2 wao USM Alger wakawa wamepata ile goli la ugenini, ndio likawa limefanya wameibuka mabingwa. Lakini leo ni mara ya tatu ardhi hii tukufu ya Tanzania ina hosti, inaandaa, inapokea finali hizi kubwa za michuano ya CAF, kwa maana ya kwamba ni CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani ya Afrika kwa mara ya tatu inakuwa, kwa maana kwamba 93, 2022, 23 na leo 2025. Mchezo wa kwanza ulichezwa Berkane nchini Morocco, ambako wenyeji Berkane walishinda magoli 2-0. Lakini leo hii kwenye ardhi ya visiwani hapa, visiwani Zanzibar, kwenye ardhi ya Tanzania, tukiwa hapa visiwani, Simba wao ndio wenyeji, na majira ya saa 10 mchezo unakwenda kuchezwa, na ndiko ambako mshindi atapatikana, kwa maana kwamba mkondo ukaanza kuchezwa na leo ni dakika 90 nyingine. Mimi naitwa Rashid Kasim kutoka Kajenjere TV. Ni mmoja ya timu ambayo tumefika hapa kwa ajili ya kuweka kambi, kuhakikisha tunakuletea kila kitakachojiri kwenye fainali hii. Kwa hivyo cha kufanya wewe ni kuendelea kuwa nasi na nyuma kamera mtu ambaye amefanya tutazame kwa bora sana anaitwa Edson Luikiza. Sisi kama Kajenjere tumeweka kambi hapa visiwani Zanzibar leo, ikiwa ni siku ya pili kama si siku ya tatu, kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea kila kinachoendelea. Sawa, Dokta, tuambie hali ya mchezo kwanza jinsi ilivyo. Tuko visiwani Zanzibar. Yes, yeah, wow. What a moment, what a luck day. Unaweza ukaona vibe ilivyo juu, mashabiki wamefurika hapa uwanja wa Amani Complex Zanzibar, na bango linajieleza ni final Zanzibar 2025 CAF Confederation Cup, Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane. Mchezo wenye tension kubwa, mchezo wenye thamani kubwa barani Afrika. Bingwa leo anaondoka bilioni 5.6. Ni nani ukondoka na kikombe pamoja na pesa hizo? Simba Sports Club, mnyama asiyeshindika. Tumejiandaa kubeba ubingwa leo kwa njia yoyote, na ndio maana unaona sasa hivi ni saa 6, Amani Stadium imejaa. Aliyeko nyumbani aje mapema sana, maana hapa Amani baada ya risali moja patakuwa hakuna sehemu ya kukanyaga. Simba kwa bora ambao tunao, tunawaheshimu RS Berkane. Kuna mambo tumejipanga, tunaamini tunakwenda kuchukua ubingwa hii leo. Hali ya kimazingira, kwa maana ya kwamba kama ambavyo tunashuhudia hali ya hewa ni nzuri, kwa maana ya kwamba ni hakuna mvua, hakuna jua kali sana. Lakini kwa upande wako maandalizi umeonaje toka ulipofika visiwani Zanzibar? Maandalizi ni makubwa, ni mazuri, kuanzia kwenye kambi yenyewe, lakini kuanzia maandalizi ya kwenye training session za mwalimu Fadu Davis na mama walikuwa wamekiandaa kikosi. Unaona kabisa kiwa kina utulivu hali ya juu, tactical approach ya mwalimu mwenyewe, psychology ya wachezaji walivyotengeneza. Unaona wao, yes, kuna kitu wamekiplant ambacho kilikuwa tofauti na mchezo wa awamu ya kwanza ambao tupoteza kwa bao 2. Leo mwalimu anatakiwa kufanya ni kuzuia, wakati huo anakwenda kufunga goli. Unaelewa vizuri. Kwa wachezaji wanatakiwa wawe makini kuliko kawaida, makini kulinda lango, lakini pia kutumia nafasi kuweza kufunga ili walao tupate mabao 3 ambayo yatatufanya Dr. Mohamed Hamisi, shabiki kinako klabu ya Simba, nirudi Tanzania kesho, nirudi Tanzania bara kesho Dar es Salaam nikiwa nimenyanyua kwapa, manake ubingwa wa Afrika. Dokta, kwa kumbukumbu zako na historia pamoja na records namna ambavyo zinaonyesha, leo inakuwa ni mara ya ngapi ardhi ya Tanzania, pamoja na kwamba tuko visiwani Zanzibar, ina host, inaandaa, inapokea kombe kubwa hili la CAF? Leo ni kwa mara ya kwanza kwa ardhi ya visiwani Zanzibar, lakini kwa ardhi historia ya ardhi ya Tanzania ni mara ya 3. Sawa, kwa kumbukumbu nzuri, mwaka 93 kombe tulipokea. Ni mara 2 kwa Tanzania. Malaki wa Juba Tanzania, malaki Jamhuri ya Muungano Tanzania mara 2. Mwaka 93 kombe la CAF limekuja hapa. Simba akicheza na Stella Abidjan ya chini ya Brekosi. Mara baada ya mchezo wa kwanza kuisha 0-0 hapa akatufunga bao 2. Na mara ya pili mwaka 2025 25 mwezi wa 5 hapa visiwani Zanzibar, Simba dhidi ya RS Berkane, kombe la CAF limekuja hapa. Finali ambayo wamecheza Yanga Afrika
ya mwaka juzi haikuwa na kikombe hapa kwenye ardhi ya Mwalimu Nyerere. Kikombe kilikuwa kule kwao. Kwa wao tunashukuru mnyama Simba ameendelea kutengeneza record, record kubwa hapa ametengeneza, ambao imekuwa timu tena timu ya kwanza Tanzania kuleta kombe la CAF kwa mara ya pili hapa kwenye ardhi ya Mwalimu Nyerere. Na sasa hivi kwa ardhi ya Dr. Hussein Mwinyi, wana Simba tunamshukuru kwa kile ambacho amekifanya kusupport Simba. Gharama zote za mchezo ameweza kugharamia, kuanzia uwanja, maandalizi na kila kitu ametoa. Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Umpenda nilisema kwa kuweka records pamoja na history sawa. Mbona kama fainali ya Yanga haujaiweka kwenye kile kitabu cha Tanzania kwenye michuano ya CAF? Fainali ya Yanga nimeiweka, lakini yeye kombe alikufika hapa, halikuja. Hii ni fainali ya tatu kuchezwa Tanzania, lakini kwa kuletwa kombe Tanzania la kombe la CAF ni fainali ya pili. Umeelewa? Fainali ya kucheza Yanga kombe lilikuja la CAF hapa. Kombe lilikuwa wapi? Algeria na USM moja. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo kiufupi ndio hivyo. Kwa ni fainali tatu kuna ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika fainali tatu ni fainali mbili peke yake za Simba ambazo zimetoa fursa ya wanachama wake na mashabiki wake kuliona kombe. Leo mashabiki wote tukaingia leo wataliona kombe pale chini, kwa sababu itakuwepo. Fainali ya Yanga kombe alikuwepo uwanjani. Kauli ya kiungo wa RS Berkane Mamadou Kamara ambaye alizungumza kwamba wanafahamu kwenye dimba la Benjamin William Mkapa huwa ni ngumu kutoka, lakini anasema wana furaha kwa sababu wanacheza visiwani Zanzibar. Labda inawafanya wao wanakuwa comfortable sana. Wawe comfortable vile wanavyoweza. Umesikia? Wawe comfortable vile wanavyoweza. Ila sisi kwenye ardhi ya hapa tutapata ushindi na tutachukua ubingwa kwa uwezo wa Mungu inshallah. Kwamba Berkane wanajiona kama wako nyumbani. Hawawezi kujiona wako nyumbani wakati sisi tuko Tanzania visiwani. Na umeona rais wa Zanzibar ametupokea vizuri, ametukarimu na ameweza kuahidi dola 100,000 kwa ajili ya Simba ichukue ubingwa. Kwa hiyo wao ni wageni tu na hapo watapigwa watake wastake. Mimi bwana kwa sekunde 30 sogea. Mimi nimpe tu nafasi sekunde 30, sio mbaya kumsikiliza. Wewe zungumza, umesema ni shabiki wa Berkane. Huyu ni Dr. Mohamed Hamisi, shabiki na mwanachama wa Simba. Hem, zungumza tu chochote kuelekea mchezo huu. Yeye anakusikia na atakujibu. في تلعب الكرة في هذه زنزبار. Welcome to Zanzibar. هذه اليوم في كل جد مفخور بركان، ولكن في هذه عمان زنزبار Mheshimiwa Hussein Al-Hassan Mwinyi في حي جميل جدا في كل ما في اليوم. Bwana angalia kamera ndugu yangu. مشكور الله عليك. فهو في كل هذه اليوم مامادو كامارا في هذه الجمعة في كل يوم في حي في كل ما لا شك في هذه اليوم. Unamwambiaje Dr. Mo? Namwambia hivi kwamba leo Waarabu tumeamua na leo Mwarabu mweusi. Huyu ni Makondo wa Kisiju. Hakunaga Mwarabu mweusi. Haya. Sisi watoto wa Berkane. Tumeamua. Huyu Makondo wa Kisiju hakunaga Mwarabu mweusi. Sisi Waarabu weusi. Leo tumeamua. Na tumeamua kufanya kweli. Baada ya mechi kumalizika, tutawaonesha jinsi gani sherehe zitashangiliwa. Sisi wazee wa halwa shiwaya mafili yawm jadid Zanzibar mafili ya mashaka fi yawm Zanzibar fi kulli jadi laisa kamithli fi kulli mashallah Zanzibar. Waarabu tunasema hivi, atakaye na aje. Zanzibar ni njema, Zanzibar ni nchi ya amani. Berkane kama Berkane, Mheshimiwa Rais atahakikisha anatukabidhi kombe wenyewe Berkane. Kwenye Berkane tupo. Hawa Mbuzi FC tutawaonesha mpira. Kuna mchezaji wao anaitwa Ngoma. Badisha kauli. Leo wanacheza Simba na Berkane. Nani Mbuzi FC? Tunasema hivi, Mbuzi FC nani? Tulia kwanza, Mbuzi FC nani? Wale ambao walitoka kwenye jahazi wakaletwa Zanzibar. Huyu Makondo akisiju bwana, kuna Mwarabu hivi, Mwarabu gani huyu? Bwana tulia. Onesha passport yako Morocco. Naelezea. Passport yako Morocco iko wapi? Tunaelezea sasa eti. Iko hivi. Sisi tumezaliwa Morocco. Lakini wazazi wetu Kimorocco في كل موروكو ما لا شك اليوم في حي جد زنزبار، ولكن في وقت أمي يرحب في موروكو، ولكن أبي يرحب في زنزبار. Manangu ni hii, wazazi wangu mimi, mama katokea Morocco, baba ni Mzanzibari. Kwa hiyo mimi ni mzaliwa wa Zanzibar kwa dakika hii. Unamwambiaje Dr. Mo? Dr. Mo anamwambia hivi, leo ndo atajua Zanzibar imekaaje, na leo ndo atajua kwamba Zanzibar ilitawaliwa na Waarabu, na Waarabu wenyewe tupo.
tutaonesha kazi. Bwana Dr. Mo, bwana sawa, ni miongoni mwa mashabiki hao umewasikiliza na yote ni kuchagiza tu kwa sababu leo ni siku ya finali. Dr. Mo, tuambie hali ya kikosi na unadhani labda Mwalimu Fadru kwa kuwaondoa na kuongeza matumaini, namna ambavyo uliwatazama Berkane kwenye mchezo wao wa kwanza, labda kuna mabadiliko yote ambayo wewe binafsi unadhani labda mwalimu anaweza kayafanya? Of course yes, leo hasa mabadiliko ya mfumo, manake tactical approach. Ukiangalia game ya away alikwenda na mfumo wa 4-3-3 kuanza na back 4. Leo anataka switch kwa mfumo wa 3-5-2, manake back 3 ya nyuma, katikati kana viungo watano ambao watampa option ya kutawala mpira kwenye eneo kubwa la uwanja, kule mbele akiwa washambuliaji wawili. Lakini leo nitamani mwalimu amwingize force winger ambaye ni Joshua Mutale, auwe winger Kibdensi, aingie Mutale kulia, na kazi yake kubwa itakuwa ni kuswitch kutoka kwenye eneo la kulia kwenda kwenye eneo la namba 10, kuongeza concentration kwenye side 10, manake viungo washambuliaji leo wawe wawili, manake namba 10 wawe wawili, ili waweze kurahisishia kazi kwenye eneo la ushambuliaji, hasa ambapo tunapokuwa kwa transition to attack. Manake unapokuwa kwenye mwendo acceleration phase, manake transition phase ni lazima uwe na watu ambao wanaweza kufungua defense kama Joshua Mutale Budo. Kama unavyoona mchezo wa away wa kwanza, muda mchache ambao amecheza Joshua Budo Mutale, uliona uwezo wake ambao ulivyojionyesha, namna ya kuifungua defense 2 against 1, 1 against 1, 3 against 1 was very fantastic. Ilikuwa rahisi kupenetrate ngoma ya ngome kongwe ya RS Berkane na kuweza kutambuliza mashambulizi ambayo ni very threatening kwa upande wa goli la RS Berkane. Kwa hiyo leo kama atakuwa 12, manake Jean Charles Ahoua ambaye ni mbora kwenye set piece, mbora kutengeneza nafasi, lakini pia kwenye dribble, lakini pia yeye pia Joshua Budo Mutale kwenye hilo eneo, lakini pia mchezaji kama Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Berkane Elie Mpanzu Kibisawala pamoja na Joshua hawapite tu wa kawaida, wamekuja kufungwa. Kwa hiyo kushoto acheze Elie Mpanzu Kibisawala, ni mzuri kwa kukimbia, ni inverted wing, huyu ni orthodox player, ni mtu ambaye ni versatile player, anaweza kucheza kama kiungo namba 10 au winga ya kushoto au winga ya kulia. Unaendelea vizuri. Kulia acheze na Joshua Budo Mutale. Kazi yake itakuwa so natural winger. Atakuwa ni force winger ambaye kazi yake kubwa atakuwa kuja kucheza kwenye eneo namba 10 kumsaidia majukumu Jean Charles Ahoua ambaye ndio kwa top scorer wa kosa klabu ya Simba. Unaelewa? Alafu mwisho center striker acheze Steven Dese Mukwala ambaye ni mzuri kwenye position, manake anakaa kwenye maeneo sahihi wakati timu ikiwa inashambulia, ina in possession au kwa quick transition ambazo viungo namba 10 wanafanya. Unanielewa? Katikati Yusuf Ali Kagoma Pay na Fabrice Luamba Ngoma, kwa sababu ana uzoefu na ile kombe hatari, aishabeba akiwa na Raja Casablanca. Back 4 kama kawaida Shemarun Fondo apenda Shamuka Labo, kushoto na kulia Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe. Golini tumzima mikono 6 Musa Pimpini Kamara. Kwa kikosi hicho bila shaka tunabeba wingwa hapa Amani, na Mwarabu anakuwa hatoki, anakufa za kutosha. Dr. tumalize kabla mimi sijaenda kwa Morocco bana, tunamalizaje sasa? Wana Simba waiamini timu yao leo. Jana nimeongea na wachezaji wa Simba karibia wote, ambaye sijaongea naye kwa sababu ya Musa Pimpini Kamara, Kiingereza kinamsumbua, anaongea Kifaransa tu, hiyo ndio nimeshindwa kuongea naye. Watazame bwana, wana Simba wanakutazama tu. Kwa wote nimezungumza nao, wameniambia leo wanakwenda kufia uwanjani. Kama wanahitajika wafe wote ili kombe libaki Tanzania, basi watakufa wote. Kama inahitajika wachezaji watoe damu leo kombe libaki hapa Zanzibar, basi leo damu itatoka. Mtawaona hata wale ambao huwa wanategea kukaba, leo watakuwa kama chui leo kila mchezaji ana morali, mechi inaitaka na wako tayari kuipigania begi ya Simba. Na mwisho wa siku bendera ya taifa ya Tanzania ipeperushwa vyema kwa kuchukua kombe la Afrika kwa mara ya kwanza kwenye historia ya taifa letu. Simba Sports Club ndio kwa timu pekee ya kuleta kombe hapa Tanzania. Kwa huyu Morocco ndugu yako anakufa baone, mimi sina ndugu bala. Mimi Morocco sio ndugu yangu. Bana sasa huyu akisiju في حي اليوم في مشكور الله عليك، ولكن في كل مشكور الله جد علينا في جبهة زنزبار، ولكن مشكور الله في كل، ولكن مشكل في نمبر واحد عثمان بن عفان، ولكن في كل نمبر ثاني حميس بن عفان، ولكن في هذه دمرو محمدو كامارا، في كل حي فما، ولكن في كل جديد في كل حي اليوم. Maana yake ni hivi, tunasema leo ndo tutawaonesha hawa wanaoitwa sijui mkolo sijui nani jinsi gani mpira unachezwa. Sisi Waarabu hatuna kawaida kugombana. Waarabu mara nyingi tunakaa sehemu moja, kila kitu tunasema shuwaia.
Shuwaia manake ni kitu chepesi sana. Kuna mchezaji wao anaitwa Ngoma. Huyo Ngoma leo tutaipiga mpaka Italia hapa ndani. Tunahakikisha leo hiyo Ngoma Italia hapa. Kwa hiyo katika shida hii yote ambao wao wanajitakia, tumesema hivi fi kulli al-yawm mashkuru Allah alayka walakin fi hadhihi al-yawm Zanzibar la mushkala fi yawm al-Berkane. Maana yake Berkane leo tutafanya linalowezekana. Afe kipa, afe beki, lazima hapa mnyama tumnyoe. Hicho kitu kinawezekana. Na kama tulivyoambiwa na rais wetu wa Zanzibar, nchi ina amani, hakuna haja ugomvi. Sherehe tunawakaribisha pia, waje tushereke pamoja kama wao tutakapowashindikiza bandarini asubuhi, wengine usiku wa leo wakiondoka. Tunachokiamini sisi, hakuna timu Afrika katika kombe la shirikisho litakalotusumbua sisi Berkane. Kwa hiyo wao wakwange wanajifanya wajiwa ganga. Sisi hatuamini kwenye ushirikina. Kama ushirikina wao, ushirikina umeandikwa kwa Kiarabu. Waarabu ndio sie. Kwa hiyo kama Waarabu ndio kwani Simba wanaposoma dua zao kwamba wanasoma kwa lugha ya Kiarabu? Kuna dua utakayosoma kwa Kiswahili ikawa. Na kuuliza wewe, kuna dua ya Kiswahili utakayosoma ikawa? Au yuko kaburini ukifa ndo kuongea Kiarabu ongea Kiswahili. Alaki Makonde ukikuti kaburini. Walaki Nyaturu unataka kuongea Kiarabu. Ya nini? Au ukikuti Kisukuma pia huko. Huko ndo ukikuta kef, unakuja kuuliza Masmuka utasema Hamisi bin Usman. Makiblatuka utasema Makkah Mukarrama Makiblat. Kwa hiyo na hapa leo kama ilivyokuwa kifo kwa mwanadamu, ni sawa sawa na kifo kwa Simba hapa ndani. Wasihangaike. Kwa wanasema yule jamaa nilimsikia anasema hapa, wachezaji wao watafia uwanjani, na kweli. Maana mwisho wa siku watashindwa kutoka huko ndani, watabeba kwa machera, watachokikuta. Kitachowanusuru, wakituheshimu tutawaheshimu. Wakishindwa kutuheshimu huko ndani hawatoki wao. Bwana tumalize bwana kwa Kiarabu bwana. Kwa hiyo wewe mchezo unautazamaje kwanza, na mpaka umekuwa unajiamini moja kwa moja wakati mwenyeji ni Simba? Fi hadhihi al-dimratu amani Zanzibar kullu al-jumla arabia from Morocco wa rawahid fi kulli ma fi al-yawm mashkuru Allah alayka wallahu ya'lam. Tunazungumza hivi kwa kupitia aya za Mwenyezi Mungu, na Mungu wetu mmoja aliyetuumba tunauamini na tunamwabudia yeye. Tunahakikisha yeye tumemwachia jukumu la kushirikia hii mechi, na Simba lazima, kama ilivyokuwa kifo kwa mwanadamu, ni lazima Simba afungwe tena kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 10. Sisi tunaongoza goli hilo moja. Eka maneno yangu, rekebisha maneno yangu kama una TV yako. Kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 10 tunamuongoza Simba goli moja. Hii utakuja kuiweka hapa. Na ukimaliza mechi niko pale, njoo zako utanikuta pale. Na leo tukishakuwafunga, tunafunga vilemba vyetu, tunakaa hivi. Hatuongee na yoyote. Kwa sababu mdao tukauliza hali atatupiga. Wababe, hatuwawezi. Welcome to Zanzibar. Hii tunasema ndio ile tunasema habibi, welcome to Zanzibar. Zanzibar hakuna matata. Shuwaia, msherekea kwetu kwa leo. Shuwaia. Hivyo imeisha hiyo.